إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunarudisha shukrani zetu za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametupatia fursa nyingine tena ya kuweza kujumuika pamoja katika kipindi kingine tena cha ushindi katika mwezi wa Ramadhani. Tulikuwa katika yale masharti ambayo yanamwezesha Muislamu au Waislamu kuweza kushinda, na tulikuwa katika lile sharti la kwanza, nayo ni imani yenye nguvu. Katika imani yenye nguvu tulipitia mambo kadhaa kuzungumzia jinsi gani tunaweza kuipandisha ile imani, nayo ni kuwa na tauhidi iliyo safi na ya asili isiyokuwa na mawaa au madoa, kujua misingi na mambo muhimu ya Uislamu na kushikamana barabara na Qur'ani na Sunna za kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisha kuwa na uoni au kuona mbali na kuwa na uangalifu katika kazi na shughuli za da'wa, kuwa na maadili madhubuti yenye kuigwa na wengine kwa sababu moja au nyingine, ili uwe ni ruwaza njema kama vile alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ruwaza njema kwetu sisi. Kisha kuweza kutafuta elimu yenye manufaa kwa umma huu wa Kiislamu na kushindana na wengine katika hilo, na kuweza pia kufuatilia habari ya yale yanayojiri kila uchao au kila leo, pamoja na kujua habari za Waislamu katika nchi nyingine. Umma huu ni umma uliojizatiti, ni umma wakati na kati katika huu ulimwengu. Mbali na zile nguvu, jihadi na kadhalika, umma huu una ile sifa na ile hali ya kwamba ni umma wakati na kati, na tunakuwa ni wenye kusimama imara juu ya ule udhahabu wakati na kati na ile hisia ya ukati na kati, na kuwa katika ile njia nyoofu. Muislamu ni yule ambaye hawi ni wenye kuegemea ima upande wa kulia zaidi au kupotoka akenda upande wa kushoto. Waislamu au Muislamu ni yule ambaye hana ile haja kubwa ya huu ulimwengu na material, au kwenda katika
ule upande mwingine zaidi, ima uwe mada sana, mtu wa kimada, au uwe ni mtu mwenye zuhdi ulioupa nyongo ulimwengu. Waislamu na Muislamu, Waislamu ni wale ambao, na Muislamu ni yule ambaye namjua vilivyo muumba wake, na anajua ile haki aliyo nayo muumba juu yake, juu ya nafsi zao, juu ya familia, juu ya jamii, juu ya mwili, kwa sababu mwili una haki juu yao. Na anajaribu kwa jinsi anavyoweza kuweza kumpatia kila mmoja haki yake, kumpatia Mola muumba haki yake, kupatia nafsi haki, kupatia familia haki, kupatia jamii haki, kupatia mwili haki, bila ya kuegemea upande mmoja au upande mwingine zaidi. Muislamu ni yule ambaye ana sifa ya kutokuwa extremist upande mmoja au kutokuwa negligent, ima kushikamana sana na mambo au jambo, kwa sababu Mtume Muhammad SAW anatuambia yule ambaye atakuwa ni mwenye kushikamana mambo, yani kwa kiasi na kiwango, yani kupita kile kiwango kinachohitajika, ni lazima atashindwa illa ghalabahu. Na pia si yule ambaye atapuuza kabisa swala, kaswalini, funga, mimi ni mgonjwa nini, yani hashikilii sana mpaka akaacha majukumu mengine, wala hapuuzi kabisa. Muislamu ni yule ambaye anakuwa imara na muadilifu katika kuangalia ile mizani ya sawa sawa, ilhali huku anapima yale matendo yake. Wanakuwa ni wenye kutoa bishara kwa watu, si Waislamu peke yake, bali kuwapatia bishara wasiokuwa Waislamu, bishara ya Uislamu. Na lau bishara hii njema itakuwa ni yenye kufuatwa na hao wasiokuwa Waislamu, basi watakuwa sambamba na sawa na Waislamu, na hivyo kushindana na Waislamu waliozaliwa na Uislamu, na hawa waliosilimu wakawa ni wenye kuwapita na kuwashinda waliosilimu au waliozaliwa katika Uislamu. Na hivyo wanakuwa ni wenye kuwapatia bishara na kuwafanyia sahali mambo na kuwavutia kwa njia zilizo nzuri upande huo wa Uislamu, na sio kuwafukuza wengine wasiwe ni wenye kuingia katika Uislamu. Yani unawafanyia mambo hata yule asiyekuwa Muislamu awe ni mwenye kuuchukia Uislamu wenyewe. Wanafanya mambo kuwa mepesi, sio mambo kuwa mazito. Taban mepesi kulingana na sheria, na yale ambayo yataonekana ni mazito lakini yameambiwa na sheria, inabidi ya kwamba yawe ni yenye kufuatwa. Kwa mfano, kuna watu ambao wanaona ni shida zito kuswali, jambo zito sana kuswali. Kwa hivyo hatasema ya kwamba maadamu wewe unaona uzito kuswali, basi unaweza kukaa bila kuswali. Hapo tutakuwa tunatupa ule mpaka ambao Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wametuwekea. Au kuna wengine wanaona uzito mno kufunga. Hatutasema sisi kwa sababu wewe unaona uzito kufunga, basi unaweza kula. Taban katika funga kuna wale ambao wamepatiwa usahali katika funga. Msafiri kula, sheria imekupatia ruhusa ili usipate ule uzito. Una ugonjwa kula, sheria imekupatia usahali. Huwezi kuswali kwa kusimama kwa sababu ya ugonjwa au kwa sababu ya matatizo au kwa sababu ya kilema. Swali kwa kukaa. Huwezi kwa kukaa, uko usahali. La, swali kwa kulala na mambo kama hayo. Sasa sheria imetoa usahali kwa mambo ambayo imewatakia wanadamu usahali,
na yale mambo mengine hatutaweza kulitoa jambo ambalo limeamriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuseme kwa sababu wewe unaona uzito basi usifa, hilo litakuwa si letu hilo. Usahali kwako hapa ni kuswali. Usahali hapa kwako maadamu huna udhuru wa kisheria ni kufunga mwezi wa Ramadhani ambao tuko ndani yake. Kwa hivyo ikiwa kutakuwa na usahali, basi Muislamu ni yule ambaye anauelezea ule usahali. Na Qur'ani imekuwa ni yenye kutufundisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawafanyia waja wake usahali na hawaweki wao katika matatizo na katika shida. Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu funga anatuambia yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala anawatakieni nyinyi usahali, anawatakieni nyinyi maslahi yenu nyinyi, na hawatakieni nyinyi shida wala uzito wa aina yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hayo katika suratu al-Baqara aya 185. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya mwisho kabisa, aya ya mwisho ya suratul Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea, Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala hakujalia katika dini hii ya Uislamu uzito wa aina yoyote. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala ametaka sisi tufuate ile mila ya millata abikum Ibrahima, mila ya baba yenu Nabii Ibrahima alayhi salam. Kisha yeye ndiye huwa samakumul muslimina min qablu wa fi hadha, yeye ndiyo aliwaiteni waislamu nyinyi mara ya kwanza hapo mbeleni kabla, na pia katika hii Allah subhanahu wa ta'ala anawaiteni nyinyi waislamu. Kisha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhadaa ala an-nas, ili mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe ni shahidi juu yenu na nyinyi muwe ni mashahidi kwa wanadamu wote. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa mila hii ya Nabii Allah Ibrahim amechagua ya kwamba asiweke uzito wowote juu ya jambo kama hili. Pia katika masala ya kuwaita watu katika ule ujumbe na ile risala ya Kiislamu, wanawaita watu kwa njia ambayo ni ya upole, kwa njia ambayo ni nyepesi, kwa njia ambayo ni ya ulaini, na sio kwa njia ambayo ni ya ugumu na ya ukali, bali pia wanawaita watu kwa njia ya hekima, na hawawi wao ni majahili na wajinga katika kuwaita. Na hata kukiwa na mjadala baina yake au baina ya waislamu na baina ya wasiokuwa waislamu, basi anawaita wao kwa njia ambayo iliyo bora zaidi, kwa njia iliyo nzuri zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hayo katika aya za mwisho kabisa ya suratul Nahl, sura ya 16 aya 125. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati alhasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ita katika njia ya Mola wako mlezi kwa hekima na kwa mawaidha yaliyo mazuri, najadiliana nao kwa njia iliyo bora zaidi. Waislamu na Muislamu ni yule ambaye ni yule ambaye anawaangalia wale kufanya madhambi, anawaangalia wale ambao ni waasi kwa njia ile ambayo daktari atakuwa ni mwenye kumtizama na kumwangalia mgonjwa wake, sio katika ile njia ambayo polisi atakuwa ni mwenye kukabiliana na jambazi. Yani Muislamu
ni yule ambaye anamwangalia, anamchukulia na kumwangalia yule ambaye anaasi, yule ambaye anafanya madhambi kwa njia ambayo daktari anamwangalia nayo mgonjwa wake. Sio kama polisi anavotumia nguvu kuweza kupambana na jambazi au mwizi au mtu mwingine yote ambaye ni mhalifu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia yafuatayo kuhusu maumbile ya ukatikati ya umma huu pale aliposema ya kwamba katika suratul Baqara aya ya 143 Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, anasema ya kwamba wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia na hivyo ja'alnakum ummatan wasata, tumewajalia nyinyi kuwa ni umma wa katikati, wasatan litakunu shuhadaa, ili nyinyi muwe ni mashahidi ala nasi, kwa watu, wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida, na mtumi naye awe ni shahidi juu yenu. Kwa hivyo ni moderate ummatan wasata, ni a moderate umma, a moderate nation, ni taifa au ni umma wa katikati, umma ambao hauendi mrengo wa kulia zaidi wala wa kushoto zaidi, bali wanapita katika ile njia ya katikati. Kwa hivyo huu ukati na huu uadilifu wa kuwa na mizani na huu ule umoderate, uwe kati na kati kwa misingi ya Uislamu, utaifa umekuwa ni wenye kuelezewa katika ummatan wasata. Katika sifa yao nyingine ya Waislamu na ya Muislamu ni mtu mwenye kurudi haraka, ni mtu mwenye kutubia pindi anapofanya makosa. Wanachukua tahadhari ya kutokiuka yale maagizo ambayo tumepatiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, au kufanya madhambi. Na wanachukua tahadhari kubwa zaidi juu ya wale maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Taban mtu akiwa ni adui ya Allah subhanahu wa ta'ala, hapo anakuwa ni adui ya Muislamu. Wanaogopa sana yale madhambi ambayo yanafanywa na viungo vya mwili wao pamoja na moyo, magonjwa na maradhi ya moyo, au madhambi yanayofanywa na moyo. Kwa hali zote hizi wanakuwa ni wenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ailinde ile imani yao, na wasiwe ni wenye kuanguka au kutekeleza ya haramu na kutekeleza ya madhambi. Lakini ni kawaida na maumbile ya mwanadamu katika yale maumbile yake ni kwamba anakuwa ni mwenye kufanya makosa, anakuwa ni mwenye kukosea, na anakuwa ni mwenye kutekeleza yaliyoharamishwa na ya madhambi. Waumini si kama malaika, na ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia ya kwamba kila mwanadamu ni mkosa. Kullu ibn adam khata wa khayra al-khata'ina at-tawwabun, na wale wabora ambao ni wale ambao wanapokosea wanakuwa ni wenye kurudi na kutubia. Hivyo baada ya mmoja wetu kujua yale makosa yake, anarudi haraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
huku wakimuomba na kumtaka amsamehe yeye, wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ile ile ambayo baba yetu Nabii Adam alayhi salam alirudi pale alipomwambia Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu, baada kufundishwa yale maneno akawa ni mwenye kurudi haraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul A'raf. Suratul A'raf sura ya 7 aya ya 23, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya kwamba, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Na sisi tunaifuata dua hii. Wakawa ni wenye kusema wote wawili, yani Nabii Allah Adam alayhi salam na mkewe Hawa, wakawa ni wenye kusema, ewe Mola wetu mlezi, tumezidhulumu nafsi zetu, na ikiwa hutatusamehe wala hutaturehemu, basi tutakuwa ni wenye kukhasirika, sure losers. Kwa hivyo tunarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutaka kusamehewa na kutaka kurehemewa, ili tusiwe katika wale ambao watakuwa ni wenye kukhasirika. Pindi Muislamu ni yule ambaye pindi anapofanya dhambi, na hii ndiyo inaongeza imani, inapandisha kile kiwango cha imani, ni kwamba unapofanya aina yoyote ya dhambi wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, na wanamtaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratu Ali Imran aya 135, sura ya 3 aya 135, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, sura ya 3 aya 135, Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea na kutufahamisha na kutuambia, anatuambia nini? Anatuambia, walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuambia ya kwamba kuhusu nani? Walladhina, wale ambao kwamba idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum, pindi wanapofanya uchafu, pindi wanapofanya fahisha, indecency, zina, uchafu, au dhalamu anfusahum, au wakazidhulumu nafsi zao, dhakarullah, wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Sikumkumbuka tu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini fastaghfaru lidhunubihim, wakaomba msamaha kwa madhambi yao. Wa man yaghfiru dhunuba, na ni nani mwenye kusamehe madhambi? Illa Allah, isipokuwa Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, na hawaendelei kutekeleza yale wanayoyafanya ya madhambi, wa hum ya'lamun, na huku wanafahamu, na huku wana elimu, na huku wanajua. Allah subhanahu wa ta'ala anatupatia fadhila za wale ambao watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka maghfira na kutaka msamaha pindi wanapofanya madhambi, pindi wanapofanya uchafu, pindi wanapodhulumu nafsi zao. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, hao ni wale ambao jaza yao, malipo yao ni msamaha kutoka kwa Mola wao mlezi. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, na jannat, na mabustani ambayo yanapita katikati yao, yanapita chini yake mabustani hayo mito, khalidina fiha, wataishi huko milele. Wa ni'ma ajrul amilin, ni neema iliyoje kwa ujira
na malipo wa wale wenye kutekeleza na kufanya. Kwa hivyo naniyo Umar bin Khattab akawa ni mwenye kutuambia radhiyallahu anhu wa radha, katika yale maneno yake yenye busara, maneno yake ambayo yalikuwa ni yenye kutuweka katika hali mzuri, maneno yake ambayo yanatupatia sisi hisia nyingine kabisa na kutuweka sisi katika mambo ambayo yatatukumbusha sisi tuwe imara katika dini yetu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radha anatuambia ya kwamba sisi hatushindi maadui kwa sababu ya wingi wetu au kwa sababu ya maandalizi yetu, lakini tunawashinda kwa sababu ya madhambi yao. Wakati utakapofika madhambi yetu na madhambi yao yatakapokuwa sawa sawa, au sisi tukawashinda kwa madhambi, basi wao maadui wasiokuwa waislamu watatushinda. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya kwamba imani yenye nguvu ni sababu ya ushindi wetu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa pamoja na waumini. Hapo inatupeleka sisi katika nukta ya pili au sharti la pili, in tansurullaha yansurukum, in tansurullaha yansurukum, in tansurullahu fala ghaliba lakum. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea ya kwamba lau sisi in tansurullah yansurukum, lau mtamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru. Yani tukimsaidia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atatusaidia. Tukimnusuru atatunusuru. Na pia in yansurukumullahu fala ghaliba lakum, na wale ambao watakuwa ni wenye kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, basi hakuna wa kutushinda, hakuna wa kuwashinda hao ambao wanamnusuru na kumsaidia Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hakika ni kuwa ushindi unakuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeyote anayesaidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna hata mmoja wa kumshinda na kumpiku, hakuna wa kumpindua, hakuna wa kumfanyia vitimbi, hakuna. Vitimbi vyote vitakuwa vinaharibika. Na japokuwa huenda wakawa wao ni wengi na wenye silaha kali na kubwa, na silaha kali na ukubwa pia wa kisiasa, hata ikiwa wao watakuwa ni wengi, hata wakiwa watakuwa na maandalizi, hata wao wakiwa watakuwa na siasa kali, lakini kipote kinapojitokeza au waislamu watakaposimama imara kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, basi hakuna wa kuwashinda hata mmoja, hata awe nani. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratu Ali Imran, sura ya 3 aya 160, in yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulukum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, akikunusuruni, akikusaidieni nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala, hapana hata mmoja wa kukushindeni. Na akikutupeni, akikuachilieni, ni nani basi baada yake yeye atakaye kunusuruni? Na waumini wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Allah subhanahu wa ta'ala anawasaidia waumini japokuwa watakuwa ni kidogo, kama vile tunavyoona jeshi la Talut. Allah aliyetukuka anatuambia kuhusiana na jeshi la Talut,
ambao pia katika kipindi chetu kilichopita tulikuwa ni wenye tuligusia jambo kama hilo, na tunaweza kurudia au kukariri aya ya 249 mpaka aya 251 tukaiangalia kwa makini jinsi jeshi dogo hili kam min fi'atin qalilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Katika aya ya mwisho 249 Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya kwamba makundi mangapi, vipote vingapi vidogo yameshinda makundi makubwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tambueni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wenye kusubiri. Kisha walamma barazu lijaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit qadamana wansurna ala alqawmil kafirin. Na walipotoka kupambana na Jalut na majeshi yake walisema, Mola wetu mlezi, tumiminie subira na isimamishe imara miguu yetu na utusaidie tuwashinde watu makafiri. Kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala fahazamuhum biidhnillah. Kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala waliwatimua, waliwashinda. Waqatala Daud Jaluta wa atahu Allahu almulka wal hikmata wa allamahu mimma yasha. Kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakawa ni wenye kushinda, na Daud akamuua Jalut, na Allah subhanahu wa ta'ala akampatia yeye ufalme na busara na hekima, na akamfundisha yeye yote aliyoyataka. Pia Allah subhanahu wa ta'ala alimpatia mbali na ule udogo, mbali na ule uchache, alimpatia ushindi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake walipokuwa wachache, kama katika vita vya Badri, na kama katika vita vya Khandaq, na kama katika vita vya Tabuk, na kama katika vita vya Mu'ta, na kama katika vita vinginevyo vingi. Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingi au wakati mwingine humsaidia mtu au watu japokuwa hana au hawana silaha wala jeshi. Mfano wa hili ni usaidizi aliopata Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda walipokuwa pangoni. Wakati wa kuhama kwao kutoka Makka kuelekea Madina, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratu At-Tauba aya ya 40. Suratu At-Tauba aya ya 40, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya kwamba illa tansuruhu, ikiwa nyinyi hamtamnusuru yani mtumi, faqad nasarahu Allah, tayari Allah subhanahu wa ta'ala amemnusuru. Pindi wakati gani? Walipomtoa waliokufuru, naye ni wapili katika wawili walipokuwa katika pango. Thani ithnaini idh huma fil ghar, na pale huyu wapili ambaye ni Saidna Abu Bakar radhiyallahu anhu aliposema, akimwambia sahibu yake, katika hadithi ya Imam al-Bukhari ambayo iko katika Riyadhus Salihin, pia
anatuelezea ya kwamba Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu alipoona makafiri wako katika mlango wa pango, alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, lau watatizama miguuni mwao la raana, wangetuona. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia, ma dhannuka ya Aba Bakar bithnaini Allahu thalithuhuma, unadhana gani wewe ewe Abu Bakar kwa wawili ambao watatu wao ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo Mtume hapo anamjibu, anamwambia ya kwamba la tahzan, usihuzunike, inna Allah ma'ana, Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja nasi. Allah subhanahu wa ta'ala anzala sakinatahu alayhi, akawa ni mwenye kuwateremshia wao utulivu wake. Wa ayyadahu, na akamuunga mkono na akamsaidia yeye, bijunudin lam tarauha, kwa jeshi au majeshi msio yaona. Yani aliteremsha malaika. Hivyo ni kuwa yeyote mwenye kumsaidia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ahadi ya kumsaidia. Yeyote ambaye atakuwa amejitolea na akasimama kidete kumsaidia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala bila ya shaka ya aina yoyote atakuwa ni mwenye kumsaidia. Tutizame katika aya 7 ya suratu Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Enyi mlioamini, mkimnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, naye atakunusuruni na ataithibitisha miguu yenu. Mkimnusuru tu Allah subhanahu wa ta'ala, mkimsaidia tu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuruni, Allah subhanahu wa ta'ala atawasaidia bila ya shaka, bila ya tatizo. Enyi mlioamini, msaidieni. Je, kumsaidia Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji usaidizi wetu? La wa alfu la. Mara elfu Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji, sisi tunahitajia usaidizi. Kumsaidia Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana nyingine ni kujisaidia sisi kwa kujiweka katika kufuata maamrisho na maagizo yake. Tunapofuata maamrisho, tunapofuata maagizo, inakuwa ya kwamba basi hapo nasi tumemsaidia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujisaidia, na Allah subhanahu wa ta'ala naye atatusaidia. Na hili jambo liko wazi kabisa. Jambo liko wazi kabisa leo tunapoona ya kwamba mataifa yaliyo makubwa yameungana ili kuweza kuwapata watu fulani, mmoja wawili katika ulimwengu. Wanasema matatizo yote ya ulimwengu ni hawa mabwana. Lau hawa mabwana tutawapata kwa sababu ya ugaidi wao. Siku hizi ugaidi ni kutekeleza na kufuata maagizo na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiweza kuwapata hawa wawili, au ni watatu, au ni mmoja, au ni zaidi, au ni dunia watatu, basi ulimwengu kutakuwa na utulivu na amani. Wakatuma majeshi yenye silaha kali kabisa za maangamivu, majeshi ambayo yamejikita katika kuwaua Waislamu, na Waislamu wengine tukashindwa kufahamu hilo, na tukawa wakati mwingine adui huyu anatualika ili tukale iftari naye, na sisi tukaungana naye katika kula iftari naye. Siku moja, iftari ya siku moja, na ile vocha ambao ikiwa ni mashekhe, ikiwa ni Waislamu wa kawaida, ikiwa ni viongozi watajipeleka kule au wataalikwa na wao wakaenda,
wakapatiwa na vocha ya utapatiwa vocha ya 1000 ngapi? 7,000, 10,000, 20,000, 100,000, 200,000. Vocha hii utakwenda kupata chakula, utakulia Ramadhani, utakulia na baada ya Ramadhani, kitakaa milele. Mwaka mzima atakuwa hakufahamu tena wala hakutambui tena. Mpaka Ramadhani danganya toto aje na tofi na kiiftari, awe atatulisha sisi, na baada kutulisha sisi tuwe tutatoka bwana, huyu bwana ni rafiki yetu tena wajadi. Tumeshindwa kuelewa rafiki ni nani na adui ni nani. Simba ambaye amekuja amejivika vazi na ngozi ya kondoo, ndiyo tunamwona kondoo huyu bwana. Kondoo tena ana meno, lakini meno hayali nyama, hula nyasi. Hatari iliyo kubwa. Hawa watu wanatafutwa, kumetolewa pesa nyingi kwa yeyote ambaye atamleta mmoja wao au wawili wao au watatu wao, akiwa hai au akiwa amekufa. Kila mmoja atapata milioni 5, dolari milioni 5 kwa uchache. Mpaka leo ni mwaka wa 9, mwaka wa 10 leo unaingia, mwaka wa 9 huu umetimiza. Watu hawa bado hata wao wenyewe wenye vifaa murua, wenye vifaa kabambe, wenye vifaa zana za kivita sawa na maskani na marada, wamesema hatujui, wamekubali na kukiri hatujui wapo wapi hawa. Je, wako hai? Je, wameaga dunia? Aina hum? Je, wako hai wanaruzukiwa au wamekufa tayari, wamezikwa chini ya mchanga? Wamekiri, kuonesha ule udhaifu wa hali ya juu wa mwanadamu, mbali na lile jeshi lilokubwa, mbali na silaha kemkemu. Si silaha wala si jeshi wala si maandalizi. Wameshindwa. Watu leo milioni 5 tuseme kwa kwetu leo ni milioni 400, shilingi milioni 400. Wewe ukiwa ni mwenye, na ikiwa si mtu mwenye, ni mtu makini, na si mtu mwenye kufanya israf na kutumia pesa kwa fujo, leo ukipata milioni 400, wewe leo wewe ni kufanya khairati nyingi, na huku wewe ni kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, huku una tayari mambo yako, biashara zako, ikiwa ni nyumba, biashara ya nyumba na kukodisha au kadhaa, unaketi unakula, na watoto wako watakula, na wajukuu zako watakula, na watasomeshwa, na watafanya kadhaa, na itakuwa inazaa, na utatoa zaka, na utatoa sadaka, na utaweka wakfu. Baadaye utakapokufa kwa kiasi kikubwa sana, chumo kubwa sana, lakini watu hawanunuliwi na pesa. Watu hawanunuliwi na milioni, watu hawanunuliwi na pauni, watu hawanunuliwi na dolari. Watu wenye imani, watu ambao hawana imani, hata shilingi moja pia unaweza kumnunua. Lakini Waislamu walio barabara si watu aina hiyo. Nukta ya 3 katika masharti ya ushindi ni kushikamana barabara vilivyo na Uislamu. Kushikamana kikweli kabisa. Na hatuwezi kumdanganya, tutambue ya kwamba hatuwezi kumdanganya Allah subhanahu wa ta'ala kabisa. Tunaweza kudanganyana sisi kwa sisi. Inaweza mtu akawa anasema ya kwamba anaamini kumbe hakuamini, kama wanafiki wa Allah subhanahu wa ta'ala anapotuambia kuhusu wanafiki katika suratul Baqara aya za mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa minan nasi, hawa ni wanafiki, wa minan nasi
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Na wapo miongoni mwa watu wanafiki ambao wamevaa vazi la Uislamu lakini wanaubomoa Uislamu kwa ndani. Na miongoni mwa watu wapo wanaosema tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, na wao hawana imani. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Wanamdanganya, wanajaribu kumdanganya na kumhadaa Allah subhanahu wa ta'ala pia na wale walioamini, lakini hawaidanganyi isipokuwa nafsi zao, na huku hawatambui wala hawafahamu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea hali hiyo, hali ambayo ipo. Kwa hivyo inatakikana tushikamane kikweli kweli, tushikamane na Uislamu kwa ikhlas, na hii ni sharti katika kufaulu na kupata ushindi. Lau watu watapotoka kutoka kwa mafundisho ya Qur'ani na Sunna, basi wakati huo tutakumbwa na matatizo na shida aina zote mpaka tutakaporudi tena katika mafundisho ya dini yetu, mafundisho yaliyo sahihi, mafundisho yaliyo safi kabisa, sahihi yaliyo safi kabisa. Utii kwa Allah subhanahu wa ta'ala na utii kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam ni muhimu sana. Hebu tutazame mfano wa funzo ambalo tunapata katika vita vya Uhud. Vita vya Uhud ambao vilipiganwa mwaka wa 3 Hijri sawia na mwaka wa 625 miladi. Wakati ambapo masahaba 50 radhiyallahu anhum wa arda waliowekwa katika kijinjia kwenye mlima na maagizo makali wasiwe ni wenye kuondoka kwa hali yoyote sehemu hiyo waliowekwa, hata ikiwa wataona ya kwamba Waislamu wamepigwa, wameuliwa, na hata maiti zao zinaliwa na wanyama, wao wabakie pale pale mpaka wapate oda kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pindi walipoondoka walikuwa wanashinda. Waislamu wanawarudisha makafiri nyuma, mbali na kwamba wao walikuwa 700, makafiri wa Quraysh walikuwa 1000, mmoja kwa 4 walikuwa wanarudisha nyuma na wanawaua na wanachukua ngawira. Baadhi ya wale ambao waliwekwa pale wakawa ni wenye kusema tushashinda, twende tukaokote ngawira. Abdullah bin Jubair ambaye aliwekwa pale kama kiongozi wao aliwasisitizia lile agizo la Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini wakaleta taawili kwa ule maumbile ya kibinadamu na ubinadamu wao. Ilikuwa kadha, katika 50 si wote waliondoka, 39 pekee waliondoka, ambao ni 78%, asilimia 78 waliondoka. 11 ambao ni asilimia 22 wakabaki. Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu wakati ule alikuwa bado hajasilimu, akaiona hii fursa, anasema golden opportunity, al-fursa al-dhahabiyya, fursa ambayo haiwezi kuachwa, ikiwachwa hutapata tena kama ile. Akaja akazunguka nyuma ya mlima, akakuja sasa mbele huku na kijijeshi chake juu ya farasi. Abdullah bin Jubair na masahaba wenzake 10 wakawa ni wenye kupigana, lakini wakashindwa, na hivyo Khalid bin Walid anakuja, anawakata vichwa masahaba ambao walikuwa wanaokota ngawira. Masahaba wanaangalia nyuma, wanaona wanavamiwa,
huu Khalid anapiga ukelele, wale wa kule ambao walikuwa wanakimbia wakawa nao wanarudi. Masahaba wakawa ni kama sandwich, mkate upande wa kulia, nyuma mkate mbele, katikati mayai au nyama au kima. Wakawa ni wenye kufinikwa. Na katika hali hiyo kukapatikana mashahidi kadhaa, takriban maswahaba 70 radhiyallahu anhu wakawa ni wenye kupata shahada. Hii yote imetokana na kukaidi au kuondoka au kutoweza kutekeleza. Mwishowe ikawa ni majuto na hasara iliyo kubwa. Mashahidi wakiwemo Hamza bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, Julaybib, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu na wengineo. Ikiwa kuacha agizo moja pekee, na si wote, wachache katika 50, toba ni wengi si kidogo, katika 50 39 78% ni wengi. Maafa yake ni hayo. Je, kuacha maagizo chungu mzima itakuwaje? Maafa ni makubwa. Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu amesema ya kwamba sisi nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Sisi ni watu ambao tuliopatiwa utukufu, tuliopatiwa nguvu na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia izz kwa sababu bil Islam, kwa sababu ya Uislamu. Hii ni riwaya, kuna riwaya kadhaa ambazo zinatofautiana hapa na pale, zote zikiwa katika al-Bidaya wa Nihaya cha Ibn Kathir. Sasa atuambia azana Allahu bil Islam, famahma btaghayna al-izzati bighayrihi adhallana Allah. Pindi tutakapokengeuka na kupotoka katika maamri yake na kutoka katika Uislamu, basi hapo Allah subhanahu wa ta'ala atatudhoofisha na kututweza. Allah subhanahu wa ta'ala atatudhoofisha kwa sababu ya yale ambayo yako katika nafsi zetu. Ikiwa tutaondoka katika Uislamu, hatutakuwa ni wenye kushikamana nao vile inavyohitajika, basi Sayyidina Umar anasema tutadhalilika. Na sahihi tumetezwa na tunadhalilika kwa sababu ya hayo. Nukta ya 4 au sharti la 4 ni uongozi wenye ikhlas. Wakati wowote ambapo tulikuwa na uongozi wenye ikhlas, uongozi wenye uchaji Mungu, Waislamu waliendelea kuwashinda maadui zao kwa usahali sana. Waislamu waliendelea kuwashinda maadui zao kwa usahali sana. Mfano ni katika kipindi cha Daud alayhi salam, kipindi cha Suleiman alayhi salam, kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kipindi cha makhalifa waongofu radhiyallahu anhum, kipindi cha watawala wa awali baada yao, yani watawala wa Banu Umayya na watawala wa Banu Abbas, ukoo wa Banu Umayya na ukoo wa Umayya na ukoo wa Abbas. Wote hawa waliweza kushinda maadui zao kwa kiasi kikubwa. Maadui wakawa wanahofu wanaposikia ya kwamba Waislamu wametoka wanakuja kupambana nao. Pia wakati wa baadaye wale masultan na viongozi na makhalifa wa Uthmania wa Uthman, ambaye ndiye
aliyekuwa ni mwenye kuanzisha uongozi huu na baadaye ukenda Uturuki na ukahamisha makao yakawa Uturuki. Walivyoweza kushinda vita kadhaa. Sasa pia wale watawala wema waliokuja muda mrefu baada yao waliweza kurudisha nguvu, wakaweza kurudisha utukufu wa Uislamu, kama wakati wa Salahuddin Hassan al-Ayyubi, Nuruddin Zinki, Nuruddin Mahmud, Qutb Muzaffar Mahmud na kadhalika. Kiongozi wa Kiislamu anatakiwa awe ni mfano mzuri na ruwaza njema kwa wafuasi, ili nao pia wapate kielelezo hai cha aliyejipamba kwa sifa kemkemu za Kiislamu. Miongoni mwa sifa ambazo kiongozi anafaa kuwa nazo ni takwa, uadilifu, elimu, utiifu kwa Qur'ani na Sunna, maadili mema yakiwemo ukweli, uaminifu, kutekeleza ahadi, upole na ulaini na kadhalika. Kiongozi anatakana awe na istiqama, msimamo ulio mzuri, msimamo ulio barabara, awe ni mwenye kuwataka ushauri wenziwe, ujasiri na kutoogopa na kadhalika. Zikipatikana sifa hizi, uongozi kama huu wenye ikhlasi na sifa hizi, basi ushindi utakuwa ni wa Waislamu, na Waislamu watakuwa ni wenye kuwashinda maadui zao bila ya utata, bila ya tatizo la aina yoyote. Tutakomea hapo mpaka wiki itakayokuja, ambapo sasa tutaangazia vita vilivyopiganwa wakati wa Ramadhani na Waislamu wakati mwingi kushinda, na wakati mwingine pia wanapokuwa makosa yako upande wao kushindwa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tutakabalie funga yetu, atutakabalie amali zetu nyingine, na atuweke katika hali njema baada ya Ramadhani pia. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.